Rafiki, ni fursa nyingine njema. Ninakukaribisha katika somo letu linalosema uponyaji na afya ni haki yako. Hii ni sehemu yetu ya 4. Na kama ukupata nafasi ya kuangalia ama kusikiliza sehemu ile ya kwanza, ya pili na ya 3, nitakushauri ufanye hivyo. Kwa maana kuna mambo mengi makubwa na ya msingi ambayo tumekwisha kuyajadili ama ambayo tumekwisha kujifunza. Na kwa maana hiyo yatakuwa na msaada mkubwa sana katika hichi ambacho tunaenda kukiongea katika sehemu hii ya 4. Sehemu hii ya 4 inaenda na kichwa kidogo kinachosema siri ni kupokea. Siri ni kupokea. Sasa katika yale yote tuliyozungumza, sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya 3, tunataka tuanze kufanya hitimisho sasa la kile ambacho kwa tumeanza kujifunza. Na nisisitize kitu kimoja. Tafadhali sikiliza tena na tena na tena. Kadiri unavyoendelea kusikiliza, ndivyo uwezo wako wa kuelewa na uwezo wako wa kupokea unavyoongezeka. Katika sehemu hii nataka tujadili habari ya kupokea. Ndio maana tukasema siri ni kupokea. Ngoja niandike hapa. Siri ni kupokea. Siri ni kupokea. Kama kuna neno lililo la muhimu, basi ni neno kupokea. Kwa kabla hatujaenda mbali, nifanye maombi kwa ajili yako na kwa ajili ya kwangu mimi pia, ili Yesu Kristo aweze kuzungumza na wewe kile ambacho amekusudia kuzungumza na wewe kupitia Roho wake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya ndugu ambaye ananisikiliza na kunitazama. Ninaomba neema yako ya kipekee kabisa ikae juu yake. Roho wako aweze kumfunulia umuhimu wa kupokea, aweze kuona na aweze kupokea kile ambacho umemwandalia. Aweze kumpokea Yesu kama mponyaji na mfunguaji wake. Aweze kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Aweze kutembea katika uhalisia wa ufalme wako kama ulivyokusudia. Ninaomba macho ya moyo wake yatiwe nuru. Aweze kuona wepesi ulioko katika injili ya Yesu Kristo, ili apokee kwa moyo wa unyenyekevu na uliojaa furaha, ili akae katika hali ya kukushangilia na kutembea kwenye kile ambacho wewe mwenyewe, Mungu muumba wa mbingu na nchi, ulikilipia kupitia damu ya mwanao wa pekee Yesu Kristo. Baba, nasema asante kwa kuwa umenisikia. Amen. Okay. Nifanye tu mrejesho kidogo. Turejea mambo machache afu tutaendelea. Tuliona kwamba Mungu, mapenzi ya Mungu juu yako ni wewe upone, wewe uwe na afya. Tena tukaanza kusoma waraka wa 3 wa Yohana mlango wa 1 mstari wa 2. Anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Sasa kama ulinisikiza tangu sehemu ile ya kwanza, utaona kwamba nilikwambia kuna makosa ya kiutafsiri katika mstari huu. Kitu cha kwanza, neno ambalo imeandikwa roho sio roho, ni neno nafsi. Kwa sababu kusema kwenye Biblia ya Kiingereza ni neno soul, na kwenye lugha ya Kigiriki ni neno suke. Alafu kitu ambacho amesema ufanikiwe sio neno, maana kufanikiwa ni success, mafanikio ni success. Lakini ukisoma kwenye lugha ya Kiingereza ni prosper, kustawi. Kwa hiyo nitabadilisha hayo maneno mawili, alafu itasomeka namna hii. Mpenzi, naomba ustawi katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile nafsi yako inavyostawi. Kwa hiyo anasema ustawi katika maisha yako na ustawi katika afya yako inategemeana na ustawi wa nafsi yako. Na nikakwambia kwenye nafsi kuna mambo matatu. Kwanza tulisema mtu ni roho, ana nafsi, anakaa ndani ya mwili. Na tukasema nafsi ina mambo matatu. Ina akili, nia ama fikra, alafu ina
hisia, emotions kwa lugha ya Kiingereza, alafu ina maamuzi ambayo tunasema ni will kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo nafsi yako ina fikra ama akili, nia, alafu ina hisia, alafu ina maamuzi. Kwa hiyo tukasema yote haya tunayojifunza hapa ni ili tukusaidie wewe ubadilishe kufikiri kwako, ili kufikiri kwako kibadilika na hisia zako zitabadilika. Hisia zako zikibadilika, basi na maamuzi yako yatabadilika. Na lengo hapa ni kufanya maamuzi kwa upande wa Mungu. Tuliona kwamba Mungu hapendi mtu yeyote afe. Haijalishi kama huyo mtu ni mtakatifu ama huyo mtu ni mwenye dhambi. Mungu anataka huyu mtu aishi. Mungu anataka huyu mtu aghairi nini? Aghairi njia zake mbaya. Nini? Kwa maana mengine abadilishe mtizamo, atubu na kumgeukia Mungu na kumwelekea Mungu. Hiyo ndio lengo la Mungu. Na tukaona basi nia ya Mungu ni kukupatia wewe uzima. Tuliona katika Kumbukumbu la Torati 30:19 Mungu anasema, tazama naziita mbingu na nchi kuwa mashahidi. Nimeweka mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Alafu Mungu mwenyewe anasema chagua uzima. Kwa hiyo Mungu anataka uwe mzima. Na Yesu Kristo tuliona alikuja ili wewe uwe na uzima kisha uwe nao tele. Sasa baada ya kusema hayo, niseme hivi. Tende kwenye Mathayo mlango ule wa 7 na mstari ule wa 11. Anasema hivi: basi ikiwa ninyi mlio waovu. Haya ni maneno anazungumza Yesu Kristo. Bwana Yesu anazungumza ya maneno. Anasema basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema ama zawadi njema ama vitu vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Sasa shida ni kwamba Biblia zetu za Kiswahili hizi tafsiri zake sengezi zinakuwa ngumu. Ngoja niangalie tafsiri nyingine ya tafsiri ya neno. Biblia ya neno anasema hivi: ikiwa ninyi basi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa vitu vizuri wale wamwombao? Kwa hiyo anasema ninyi mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, basi na maana Baba yenu Mungu ni zaidi. Wewe uliye muovu unajua kutoa vipawa, zawadi. Kwa Kiingereza anasema good gifts. Sasa nataka unielewe kitu kimoja. Swali ninalotaka ujiulize ni hili. Okay, kabla ya swali nikueleze kitu kimoja. Uponyaji ni zawadi. Uponyaji ni zawadi, hatuufanyii kazi. Tuliona katika somo lililopita unapata uponyaji wako kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo. Kwamba Yesu alivyotii alafu akapigwa viboko ili kupatia wewe uponyaji wako. Kwa hiyo uponyaji ni zawadi, haupati kwa sababu umefanya kitu kizuri. Hilo anataka ulielewe kwanza. Na hapa anasema Mungu ambaye ni Baba ana uwezo wa kutoa vitu vizuri kuliko wewe. Sasa ngoja tusome. Anasema hivi, nitatumia ile tafsiri ya neno. Anasema hivi: ikiwa ninyi basi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa vitu vizuri wale wamwombao? Sasa swali la nataka kujiuliza ni hili: ingekuwa wewe hapo ulipo una mtoto na mtoto wako ana changamoto ya afya, na hiyo changamoto alionayo wewe una uwezo wa kuitatua. Kwa mfano, ana ugonjwa na huo ugonjwa umeambiwa dawa yake ni shilingi milioni 5, na wewe hiyo milioni 5 unayo. Swali: je, ungemnunulia mtoto wako hiyo dawa ama usingemnunulia? Jibu unaniambia ningemnunulia. Basi Bwana Yesu anasema ikiwa wewe uliye muovu unaweza kumtendea mtoto wako mema, basi zaidi sana Mungu ambaye ni Baba
anafanya kuliko wewe unavyoweza kufanya. Kwa maneno mengine, kile ambacho unasema uko tayari kumfanyia mwanao, Mungu yuko tayari zaidi kukufanyia wewe. Kumbuka Mungu naye ni baba. Saa nyingine tunajisahau, tunadhania kama vile sisi binadamu ndo mababa wa kwanza. No. Mungu ni baba. Yeye ndio baba nambari 1. Katika uumbaji wote wameumbwa kuna baba katika familia. Hata wanyama wana kiongozi mwanaume. Mungu naye ni baba. Na kwa kuwa ni baba, yuko tayari kukuponya kuliko ambavyo unataka kupona. Yuko tayari kukufungua kutoka kwenye kifungo kuliko ambavyo wewe unataka kufunguliwa. Ukweli ni kwamba sio wewe unayejaribu kumshawishi Mungu, ni Mungu ndo anajaribu kushawishi wewe. Swala la uponyaji sio wazo lako wewe. Swala la uponyaji ni wazo la Mungu. Ndio maana hata mwili wa binadamu ulivyotengenezwa, kama haujashambuliwa na adui ibilisi, hata akijikata, huu mwili una uwezo wa kujiponya wenyewe. Ndivyo ambavyo Mungu ameutengeneza huu mwili, kwamba ukipata mafua, mwili wako wenyewe una uwezo wa kushambulia vijidudu vya mafua na kuviondoa. Ndivyo ambavyo Mungu ametengeneza. Kwa wazo la uponyaji halijatoka kwako wewe. Kwa kadiri ambavyo unajaribu kumshawishi Mungu ili akuponye, ndio inavyozidi kuonyesha uko kwenye kutokuamini. Kwa sababu nataka nikusaidie kitu. Mungu ni baba yako, anataka wewe upone. Na yeye ana usongo, ana shauku ya kuona wewe umepona kuliko ambavyo wewe unataka kupona. Huhitaji kumshawishi. Unachohitaji ni wewe kushawishika kwamba yeye yuko tayari. Na uthibitisho nini? Uthibitisho ni kwamba alimtoa Yesu Kristo miaka 2000 iliyopita kwa ajili yako wewe. Ili afanye nini? Ngoja nikuonyeshe vitu viwili, vitatu hivi. Moja, tukiwa kwenye Mathayo, yote ni Mathayo mlango wa 8. Mathayo mlango wa 8 na mstari wa 16. Anasema, hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya likisema, mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Kwa hiyo Mungu tayari, kabla wewe haujazaliwa hapa duniani, kabla wewe haujaja hapa duniani, kabla wewe haujaugua, tayari alishaandaa uponyaji wako. Tayari alishaandaa majibu yako. Kwa kufanya nini? Kwa kumtuma Yesu Kristo. Yesu alipokuja akafanya vitu kadhaa. Moja, alichukua madhaifu yako na magonjwa yako. Na ndio maana sasa ukienda kwenye waraka kwanza wa Petro, mlango ule wa 2 mstari wa 24, anasema yeye mwenyewe, yani Yesu, alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa hiyo Mungu, kabla ya wewe hujazaliwa, miaka 2000 iliyopita, akamtuma mwana wake wa pekee Yesu Kristo, akaja hapa ulimwenguni, akaja akachukua madhaifu yako, akachukua magonjwa yako, na kwa kupigwa kwake wewe ulipona. Na hilo swala tuliangalia katika somo lililopita. Kwa sababu hiyo basi, kinachosubiriwa kwako wewe ni kupokea uponyaji wako. Si uponyaji wako ulishanunuliwa, tayari upo kwenye account unakusubiri. Sika unanielewa? Tayari unakusubiri. Ni swala la wewe kwenda kucash in, swala la wewe kwenda kuchukua. Na unachukuaje uponyaji wako? Unauchukua kwa kupokea. Na tukaona kwa sababu hiyo basi kwamba Mungu, niseme hivi, sababu tuna kazi tunamalizia. Mungu anataka upone. Anataka upone na kufunguliwa. Ndio maana akamtuma Yesu. Akamtuma Yesu Kristo.
akampaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Tafuta sehemu ile ya kwanza, ya pili na ya tatu, utaelewa hicho kitu. Na Yesu Kristo alipokuja amesababisha mambo yafuatayo. Moja, akachukua madhaifu yako, na magonjwa yako yote. Magonjwa yako yote, na kwa kupigwa kwake wewe ulipona. Alafu tukaona katika somo lililopita kwamba huyu Yesu alipokuja aliponya wote, magonjwa yote, maradhi yote, na madhaifu yote. Na vitu vyote hivi alichukua magonjwa, madhaifu yako, maradhi yako, ni miaka 2000 iliyopita. Alipigwa miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo uponyaji wako umekuwa ukikusubiri. Unachotakiwa kufanya ni kupokea. Sawa rafiki? Sasa nataka tupige hatua kidogo. Ili neno kupokea ni neno la muhimu sana kwa Mkristo. Linatokana na neno la Kigiriki, ili neno pokea. Linatokana na neno la Kigiriki linasema lambano. Maana yake ni kuchukua. Maana yake ni kukamata. Lakini pia lina maana nyingine kwamba kujiambatanisha na. Kama vile ungekuwa wewe ni mshabiki wa mpira, kwa hapa kwetu Tanzania kuna wengine Simba, wengine Yanga. Kwa kama wewe ni mshabiki wa Simba, basi utajiambatanisha na Simba. Hutaona aibu kuvaa jezi ya Simba. Kama wewe ni mshabiki wa Yanga, utajiambatanisha na Yanga. Hutaona aibu kuvaa jezi ya Yanga. Hutaona aibu kusimama mbele ya watu na kusema kwamba mimi ni Yanga, mimi ni Simba. Hutaona aibu kusema hivyo. Na kwa maana hiyo neno kupokea, basi maana yake nini? Kama anasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo tulipona, maana yake ni kwamba sitaona aibu kusema jamani, najua nimekuwa nikipitia changamoto ya afya kwa wiki nzima sasa, lakini namshukuru Mungu maana kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona. Na kama nilipona, maana yake mimi ni mzima. Leo nimepokea uponyaji wangu, na kwa maana hiyo afya na uzima vimeniingia. Hutaona aibu kusema hivyo. Pamoja na kwamba unakohoa, hutaona aibu kusema kile ambacho Mungu amesema. Sawa? Sasa baada ya kusema hayo, kuna kitu nataka nikuonyeshe kidogo kwamba kama swala ni kupokea. Tena nikupitie kwenye, tuanze Mathayo 7 tena. Wokovu tunaupokea. Yesu Kristo naye tulimpokea. Ufalme wa Mungu tunaupokea. Neno la Mungu tunapokea. Roho Mtakatifu tunampokea. Kwa kuwa uponyaji ni zawadi, uponyaji nao tunapokea. Ukipewa unapokea. Nasema napokeaje? Ukipewa kitu unasema nini? Unasema asante. Kwa hiyo na wewe unapoenda kwa Mungu, anasema ukiomba amini ya kwamba umepokea. Hicho ulichoamini kuwa umepokea wakati ule umeenda kuomba kitakuwa cha kwako, kitadhihirika katika mwili. Kwa maana mengine, kama umekwenda kwa mtumishi ambaye anamhubiri Yesu Kristo aliye hai, na akakuwekea mkono yule mtumishi, mkono ule unapogusa mwili wako tu pap, amini ya kwamba umepokea uponyaji wako, anza kumshukuru Mungu. Ndivyo ilivyo nyepesi. Very simple. Very simple. Kuonyeshe Mathayo 7 mstari ule wa 8. Mathayo 7:8 anasema hivi: kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona. Kila aombaye hupokea. Hajasema atapokea, hupokea.
Kwa hiyo ina maana kama nimemwomba Mungu kitu lazima nipokee, na ukipokea unasema nini? Asante. Sasa kwa sababu tunazungumza habari ya uponyaji, tuliona kuna njia mbili kubwa, ziko tatu, labda na 4, lakini nizungumze njia tatu kubwa ambazo kwenye Biblia tunaziona ambazo Yesu alitumia kuponya. Bwana Yesu alitumia kuponya. Labda tuzungumze haraka haraka. Tuanze na njia ya kwanza. Njia ya kwanza tuanze kwenye Mathayo, kuonyesha kitu. Mathayo mlango ule wa 8 na mstari ule wa 16. Tumesoma muda sio mrefu, lakini nataka tusome tena. Anasema hata kulipokuwa jioni wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi. Kwa hiyo tunaona Yesu alikuwa anaponya kwa kusema. Na ndio maana wewe unavyonisikiliza, Yesu Kristo anazungumza na wewe kupitia mimi. Kwa hiyo maana yake anataka akuponye kupitia haya maneno unayoyasikia. Hiyo ni njia moja hapo ambayo alikuwa anaponya. Njia nyingine ni hii. Ukienda kwenye Luka mlango ule wa 4 na mstari ule wa 40. Anasema na jua lilipokuwa likichwa, wote waliokuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaleta kwake, akaweka mikono yake juu ya kila mmoja akawaponya. Kwa njia ya pili ambayo ilikuwa ni common Yesu anayetumia kuponya ilikuwa ni kuweka mkono. Moja ilikuwa ni kusema, njia ya pili ilikuwa ni kuweka mkono. Na njia ya tatu ambayo Bwana Yesu alikuwa anaitumia, twende Marko mlango wa 6. Tuanze mstari wa ngapi? Ama tuisomee wapi? Tuisomee Mathayo. Sio mbaya. Mathayo mlango wa 15. Actually mlango wa sio wa 15, mlango wa 14. Mathayo mlango wa 14 mstari wa 34 mpaka 36. Mathayo 14 mstari wa 34 mpaka 36. Anasema hivi: na walipokwisha kuvuka walifika nchi ya Genesareti, na watu wa mahali pale walipomtambua walituma watu kwenda nchi zile zilizo kando kando, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, nao wakamsihi waguse hata pindo la vazi lake tu, na wote waliogusa wakaponywa kabisa. Kwa hiyo njia moja alikuwa kiponya ni kuongea, njia nyingine ilikuwa ni yeye mwenyewe kuweka mikono, njia nyingine ilikuwa ni watu kumgusa. Hizi ndo njia tatu kubwa ambazo tunaziona kwenye Biblia Yesu alikuwa akizitumia. Sasa unajua utaniambia alimwambia mtu aende kwenye birika la Siloamu akanawe. Yes, yule mtu alikuwa ni maneno ya Yesu, maagizo. Kwa either kwa kuongea, either kwa yeye mwenyewe kuweka mkono, ama kwa mtu kuja na kushika ama kumgusa Yesu mwenyewe. Tuko sawa sawa? Sasa unisikilize kitu kimoja. Kama huo ndio ukweli basi, na ndio njia ambayo Bwana Yesu alitumia kuponya watu wote, magonjwa yote, maradhi yote na madhaifu yote, na sehemu iliyopita tukaona huyu Yesu hajabadilika. Waebrania 13:8 ni yeye yule yule jana, leo na hata milele. Lakini pia kizuri zaidi tukaona huyu Yesu leo hii yuko hapa. Tukaona kwenye Wakorintho wa pili mlango wa 13 mstari wa 5, Yesu yu hai na yuko ndani ya kila mtu ambaye amemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa mimi ninayeongea na wewe, Yesu Kristo yuko ndani mwangu. Wagalatia 2:20 pia inasema Yesu Kristo yuko ndani mwangu. Kwa hiyo ninavyoongea na wewe hapa, maana yake ni kwamba ni mimi na Yesu tunaongea na wewe. Mimi na Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti, tunaongea na wewe. Yesu ambaye aliponya watu wote, aliponya magonjwa yote, maradhi yote na madhaifu yote. Huyo ndiye anayezungumza na wewe hapa. Humsikilizi mwanadamu, unamsikiliza Yesu Kristo akiongea. Tunaongea mimi na yeye, tunakuletea ushahidi kwamba yeye ni mponyaji, kwamba ugonjwa ulionao, udhaifu ulionao, maradhi ulionayo, haijalishi kifungo ulichonacho, leo hii kinafunguka. Lakini siri iko kwenye kupokea. Sasa kwa mfano, nikupe mfano. Twende sasa kwenye Marko, kwenye habari ya kupokea, mlango wa 16.
Bwana Yesu anaagiza mitume waende wakahubiri injili. Alafu mstari wa 17 anasema 17 na 18, Marko 16:17-18, anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sasa ndani kusaidia kitu rafiki, maana yake ni hii. Kumbuka tumeona Yesu aliponya kwa kusema, kwa kuweka mikono, ama kwa watu kumgusa. Hapa tunaambiwa kwamba Bwana Yesu anatoa maelekezo kwa mitume, anasema mkienda, yoyote anayeniamini mimi, atakapotumia jina langu mimi, akiweka mkono juu ya mtu aliye mgonjwa, yule mtu atapata afya. Kwa hiyo kinachohitajika hapa rafiki nini? Ni mkono, alafu kuwe kuna mgonjwa. Huu mkono wa muamini uende juu ya mgonjwa, wala hata hajasema uzungumze chochote. Akiweka tu, yule mtu anaanza kupata afya. Na ndio maana kwenye somo lililopita nikwambia usichanganye kati ya muujiza na uponyaji. Si muujiza maana yake kitu kinatokea papo hapo. Uponyaji ni mchakato. Inaweza ikawa dakika 5, inaweza ikawa dakika 10, inaweza ikawa saa moja, inaweza ikawa masaa mawili, inaweza ikawa siku nzima, inaweza ikawa wiki nzima, inaweza ikawa hata mwezi mzima. Kwa hiyo usichanganye. Nikakwambia unapoenda hospitali unampa fursa daktari, anakuandikia dawa. Hujawahi kuwa na shaka hata siku moja baada ya kutoka tu hospitali umepewa kidonge cha kwanza umekula sasa mbona sijapona. Ukiandikiwa dozi ya siku 7 huo unakubali kwamba hii nimeambiwa nitumie siku 7 nitapona. Wakupa dozi ya mwezi mzima huo unakubali. Kama vile ambavyo unampa fursa daktari ya kukuhudumia ili afya yako iweze kutengamaa, vivyo hivyo na ningependa ni kushawishi, ni kuhimize, mpe Mungu fursa na yeye. Kwa sababu uponyaji unakwendaje? Ndio anasema wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Maana yake nini? Napoweka mkono juu yako, ama napokutamkia neno la uponyaji, napoamuru uponyaji juu yako, maana yake nini? Roho wa Mungu, uzima wa Mungu kupitia Yesu Kristo unakuja, unaingia ndani mwako, alafu unaenda kuimarisha nini? Kinga, nguvu ya kinga katika mwili wako. Alafu kinga zako mwenyewe zinaanza kupambana na ule ugonjwa. Kwa hiyo unakuwa kinga zako zimewezeshwa na uwezo wa kiungu. Kwa hiyo ndio maana vitu vingine vinakuwa ni kamchakato. Ikitokea muujiza, maana yake ni kwamba uwezo wa Mungu umekuja, anasuspend muda, yani kwa mwingine anakuja anafanya hicho kitu nje ya muda wetu tulionao hapa duniani. Ndio maana uponyaji unatokea hapo hapo. Sasa uponyaji ukitokea, mshangilie Yesu. Lakini pia usipotokea, hebu usivunjike moyo. Jua kwamba sikupata muujiza, lakini uponyaji wangu nimeupokea. Kwa hiyo mchakato unaendelea. Kwa hiyo ruhusu hiyo nguvu ya Mungu iliyoingia ndani mwako ifanye kazi yake, ikamilishe kazi yake. Na hapo ndio umuhimu wa uelewa wa kupokea unapokuja. Kwa sababu watu wengi sana wakienda kwa Mungu wanataka muujiza tu. Habari ya uponyaji hawataki. Na ngoja nikwambie, kwangu mimi, hata kama uponyaji wangu ungechukua siku 3 siku 4, maana yake ni kwamba mwisho wa siku najua kwamba Mungu ameniponya. Either ukachukua sekunde 1 au ukachukua siku 3. Kwa hiyo nachojua ninapokwenda kwa Mungu niko tayari kwa vitu vyote viwili. Kwamba kuwa tayari kunini? Kupata muujiza, lakini muujiza usipotokea pia kuwa tayari kupata nini? Kupata uponyaji wako. Kwa sababu mwisho wa siku wewe unachotaka ni kupona. Sasa either umepona kwa muujiza au umepona kwa kamchakato kidogo, it doesn't matter. Mwisho wa siku wewe unataka kupona. Kwa hicho ndicho ambacho nataka nikusisitize nacho. Sasa kupokea na nafasi. Kwa hiyo kumbuka, umesikia habari njema. Nataka nikuonyeshe kitu kimoja. Kwenye habari ya kupokea kuna kitu nataka nikuonyeshe ambacho kinasumbua watu wengi sana. Na ndio maana nikasema siri ni kupokea. Twende kwenye Yakobo, anatusaidia kitu. Kitabu cha Yakobo. Yakobo mlango wa 1. Naanza mstari wa 5. Anasema hivi: lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima. Na hapa tungeweza tukasema lakini mtu wa kwenu akiwa ana changamoto ya afya, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na fedha, lakini mtu wa kwenu akiwa na kifungo. Kwa anasema lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Kwa anasema kama una upungufu fulani, muombe Mungu. Mungu atakupa hata kukemea.
Sasa mstari wa 6 anasema, ila naombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili usitasita katika njia zake zote. Kwa hiyo anasema unapoomba kitu, omba kwa imani. Sawa? Kwa hiyo anasema imani ndiyo inayopokea. Ndiyo inayopokea. Sasa anasema lakini shaka inaathiri kupokea. Imani ndio inayokuwezesha kupokea kutoka kwa Mungu, lakini utakapokuwa na shaka, hii shaka inaathiri nini? Inaathiri kupokea kwako. Anasema shaka ni kuwa na njia mbili. Shaka ni kuwa na wazo la pili. Kwa mfano, nasema naamini nimepokea uponyaji wangu, mtumishi alivyoweka mkono, naamini nimepokea. Alafu ninakaa, labda maumivu yamezidi kidogo, nanyanyua simu namtafuta mtumishi C. Kumbuka niliombewa na mtumishi A, nikasema naamini nimepokea, kwa hiyo mimi afya yangu imeanza. Alafu maumivu yamezidi kidogo, nanyanyua simu nampigia mtumishi C, namuomba aniombee tena. Si hiyo ni kuwa na njia mbili. Hasa anasema nikianza kuwa na njia mbili, anasema mtu mwenye shaka asidhani kuwa atapokea. Ule mstari wa 7. Sasa unisikilize vizuri rafiki. Mstari wa 7 anasema, maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Anasema ukiwa na shaka inakunyima kupokea kutoka kwa Bwana. Shaka haiathiri uwezo wa Mungu kukupatia uponyaji wako. Shaka inaathiri uwezo wako wewe wa kupokea uponyaji wako. Kumbuka Mungu miaka 2000 iliyopita kupitia Yesu Kristo, kwa kupigwa kwa Yesu Kristo, Mungu aliachilia uponyaji wako. Kwa uponyaji wako umekuwa ukikusubiri kwa miaka takriban 2000. Kwa hiyo shaka haiathiri uwezo wa Mungu kutoa. Shaka haiathiri utayari wa Mungu kutoa. Shaka inaathiri uwezo wako wewe wa kupokea. Kwa shaka inakuathiri wewe, shaka haimuathiri Mungu. Naomba hilo likae vizuri. Na hiyo ni habari njema rafiki. Kama shaka inamuathiri mimi mpokeaji na sio Mungu, then ina maana nina uwezo wa kurekebisha. Maana yake ni kwamba nina uwezo wa kurekebisha. Nitarudia tena. Shaka haiathiri uwezo wala utayari wa Mungu kutoa uponyaji. Kwa nini? Kwa sababu uponyaji ulishatolewa miaka 2000 iliyopita, kabla wewe hujazaliwa, kabla wewe hujaumwa. Uponyaji wako ulikuwa unakusubiri. Shaka inaathiri uwezo wako wewe wa kupokea huo uponyaji. Okay. Niseme kwa lugha nyingine, shaka, tafsiri nyingine ni kujiondoa kutoka katika nafasi ya kupokea. Shaka ni kujiondoa kutoka katika nafasi ya kupokea. Sasa kuna vitu nataka nivitatue hapa. Shida ulionayo wewe sio kwa sababu Mungu hajakuponya. Shida ulionayo wewe ni kwamba umeshindwa kupokea uponyaji ambao Mungu tayari alishakupatia kupitia Yesu. Na hiyo inaitwa neema. Tunaponya kwa neema ya Mungu, sio kwa sababu ya chochote tulichokifanya. Ndio maana rudia kusikiliza message iliyopita, ile sehemu ya 3. Kwa hiyo tunachotaka hapa, tunataka turekebishe ili hiyo shaka ikae pembeni. Kwa sababu angalia, hii shaka
mara nyingi inakwenda kinyume na imani. Imani ikishaingia tu, okay, niseme hivi, kinachozaa shaka huwa ni maswali manne, walau naweza kaya group maswali manne ya haraka haraka. Swali la kwanza, je, ni mapenzi ya Mungu mimi nipone? Hiyo ni shaka ya kwanza. Kwa hilo huwa ni swali la kwanza ambalo wanajiuliza. Huwa wanajiuliza kuhusu mapenzi ya Mungu, alafu shaka nyingine inahusu muda. Shaka nyingine inahusu nini? Muda. Je, Mungu anataka mimi nipone sasa hivi? Je, leo ni siku yangu ya kupona? Na shaka ya tatu inahusu, je, nina imani? Je, nina imani? Inawezekana sina imani. Wewe amini tu. Inavuruga watu. Na shaka ya nne nasema, labda ugonjwa una kusudi la kimungu. Sasa nitazungumzia vitu haraka haraka, alafu tuende tukamwangalie Yesu, alafu itakaa vizuri. Sasa nianze na ile la mwisho. Kitu kinachoathiri watu wengi kwenye kupokea, kwa maana nyingine shaka inayoingizia shaka, ni kwamba labda kwenye ugonjwa Mungu ana kusudi. Kwa mfano, kwamba kuna kusudi la kiungu. Kwa mfano, labda ukimwi huu nimepata kwa sababu maisha yangu, mwenendo wangu umekuwa sio mzuri. Mimi nilikuwa ni changu doa, na kwa maana hiyo basi ukimwi huu niliopata ninastahili. Si umeingiza kusudi la kiungu, na anayekuingizia huo mchezo ni ibilisi na washirika wake. Kumbuka tuliona somo lililopita, Mungu anakuponya sio kwa sababu ya wewe ulichokifanya, anakuponya kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo. Mungu anakuponya kwa sababu Yesu Kristo alipigwa ili wewe uwe mzima. Kwa hiyo mwenendo wako hauingii mezani inapokuja kwenye swala la uponyaji. Naomba unisikize vizuri sana. Ndio maana hata ukiniletea sasa hivi mganga wa kienyeji ambaye amekataa kumpokea Yesu, lakini anataka aponywe na Yesu, nitamponya. Kwa nini? Yesu atamponya. Kwa sababu gani? Huyu mganga ataponywa sio kwa sababu ya mwenendo wake, ataponywa kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo, kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo alikifanya miaka 2000 iliyopita, kwa kuwa ni mapenzi ya Mungu huyu mtu apone. Sasa akishapona akakataa kumpokea Yesu, of course ataenda jehanamu, lakini atakuwa alionja wema wa Mungu, na ule wema wa Mungu ulitakiwa umgeuze, umvute ili amgeukie Yesu, amkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwamba ili huyu mtu apige hesabu aseme, okay, majini yangu, mamizimu yangu hayakuweza kuniponya, lakini nimekwenda kwa Yesu ameniponya. Tuliona Mungu anatumia wema kuwavuta watu wapate kutubu. Lakini wengine wanasema hivi, labda kwa ugonjwa huu kuna kitu Mungu ananifundisha. Mungu hafundishi watu kwa kutumia ugonjwa. Bwana Yesu ameweka uwazi kabisa kwamba Roho atakapokuja, Yohana 14:26, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote. Kwa hiyo mwalimu wetu sisi ni Roho Mtakatifu. Lakini pia Timotheo wa 2:3-16 hadi 17 anasema neno la Mungu pia linatumika kutufundisha. Kwa hiyo sisi tunafundishwa na Roho, tunafundishwa na neno la Mungu. Hatufundishwi kwa magonjwa. Kwa hiyo yoyote anakuambia wewe ugonjwa unakufundisha, okay, nikuulize, tangu umeanza kuumwa umepata ufunuo kiasi gani? Wengine wanasema unajua mimi ni kama Ayubu, napita kwenye mapito, kwenye mateso ili niwe na utukufu mkubwa zaidi. Kitu cha kwanza nachotaka uelewe, Ayubu kwenye changamoto yake na mateso yake hayakuvuka miezi 9. Na baada ya hiyo miezi 9 alirudishiwa kila kitu mara 2 double. In fact watu wengine wanaenda mbali zaidi. Na actually ukisoma kitabu cha Ayubu
Utaona wale rafiki zake watatu waliokuja kukaa naye wakaanza kuzungumza na Ayubu, walikaa naye takriban kama wiki nzima. Kwa hiyo unaweza ukasema mateso ya Ayubu hayakuvuka mwezi, hayakuvuka wiki. Kwa hiyo hebu na wewe, kama hujasema kwamba mimi ni Ayubu, Ayubu, ukisoma kitabu cha Ayubu mlango wa 3 mstari wa 25 na wa 26, utaona Ayubu mwenyewe anasema kwa kinywa chake kwamba alipigwa kwa sababu ya hofu. Ukitaka kuelewa habari ya Ayubu, tafuta mafundisho ambayo tumefundisha, yanasema kanuni kuu 2 zinazoongoza hii dunia, kanuni zinazotawala hii dunia. Tafuta hilo somo, utaenda kwa kina kabisa. Kwa wewe sio Ayubu. Wengine wanasema unajua na mimi nina mwiba wangu kama Paulo. Kitu cha kwanza kusoma story ya Paulo kwenye Wakorintho wa pili mlango wa 12, mwiba alikuwa anazungumzia Paulo, kitu cha kwanza anasema ule mwiba ulikuwa ni mjumbe wa shetani. Ule mwiba haukuwa mjumbe wa Mungu. Na kwa kuwa ule mwiba ulikuwa ni mjumbe wa shetani, Biblia imesema wazi kabisa katika Yakobo mlango wa 4 mstari wa 7, mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo kama ule mwiba wa Paulo ulikuwa ni mjumbe wa shetani, maana yake unatakiwa kuupinga. Lakini zaidi ya hapo, anapozungumzia mwiba, maana yake kwenye lugha ya kibiblia, ukisoma kwenye Agano la Kale na kwa taifa la Israeli, Mungu anasema kwamba kwa kuwa mmekataa kunitii, nitanyenyua watu wa mataifa mengine watakuwa mwiba katika ubavu wenu. Kwa hiyo anapozungumzia mwiba, alikuwa anazungumzia watu ambao walikuwa wanamtesa Paulo, wanampiga toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini hata kama ingekuwa ni hivyo, Paulo anasema ni kwa sababu ya mafunuo mengi alikuwa ameyapata. Wewe una ufunuo gani? Una ufunuo kumfikia Paulo? Kwa hiyo acha hicho kitu, usikubali. Kwa hiyo Mungu atumie ugonjwa kufundisha mtu. Anatumia Roho Mtakatifu, anatumia na neno lake. Kwa hiyo mtu yoyote anasema kwamba huu ugonjwa ni Mungu ananifundisha kitu, huyo mtu amejaa kiburi cha uzima, na hicho kiburi asipoangalia kitampeleka jehanamu. Kwa hiyo kukutana na mtu anakuambia ugonjwa kuna kitu Mungu ananifundisha, ama Mungu ananipitisha kwenye mapito ili anipe utukufu mkubwa zaidi, huyo mtu ni muongo, huyo mtu hajui anachokizungumza. Kwa hiyo kama na wewe walikuingizia hiyo diski, kataa. Maanake Biblia imekwambia mpinge shetani naye atakukimbia. Mtii Mungu, kubaliana na Mungu alichokifanya kupitia Yesu Kristo na kazi yake ya msalaba, kwamba kwa kupigwa kwake wewe ulipona. Yeye alichukua madhaifu yako na magonjwa yako, kwa hiyo wewe ni mzima. Kwa hiyo waambie ugonjwa, fungasha, toka katika jina la Yesu Kristo. Usikubaliane. Kwa hiyo hicho ndio ambacho kinawaingiziaga watu shaka. Kwa hiyo mwingine anakubali umaskini. Okay, ngoja nikueleze kitu kidogo. Mtoto wa kwangu wa kwanza na wa pili wana tofauti ya miaka 10. Na tofauti ya miaka 10 sio kwa sababu Mungu alikuwa ananifundisha kitu kama mtumishi. Ni kwa sababu hapo katikati mke wangu alikuwa anapata tatizo la mimba kuharibika. Na kilichosababisha mimba zikawa zinaharibika sio kwa sababu Mungu alikuwa anatufundisha kitu, ama kwa sababu ametuita kuwa watumishi kwa tunapishwa kwenye majaribu. No. Alikuwa mimba zinaharibika kwa sababu mimi na mke wangu tulikuwa ni wajinga wa kiroho. Kwa hiyo ujinga ndio uliosababisha mimba zikawa zinaharibika. Tulipojua kweli ya Mungu, tulipojifunza neno, tukaiona kweli, tatizo la mimba kuharibika likaondoka. Kwa hiyo changamoto yoyote unayopitia ni kwa sababu ya ujinga ulionao. Elimu ikiingia, ule ujinga ukaondoka, ushindi unaingia. Ndio maana Bwana Yesu anasema mtaijua kweli, na hiyo kweli mkishaijua, hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo eneo lolote ambalo unapitia changamoto ni kwa sababu ya ujinga, na sio kwa sababu kuna kitu Mungu anakufundisha. Ndio maana amekuletea neno lake, akakupa na Roho Mtakatifu ili akufundishe utoke kwenye huo ujinga. Kwa hiyo sisi tulipotoka kwenye huo ujinga na tatizo likaisha. Tulipita hali ngumu sana ya maisha ya kiuchumi karibu miezi 6, sio kwa sababu Mungu alikuwa anatufundisha kitu. Tulipitia hali ngumu ya kiuchumi kwa sababu ya ujinga tuliokuwa nao. Ujinga ulivyoondoka, na ile hali ngumu ikaondoka. Kwa hiyo hiyo ni shaka mojawapo ambayo adui anaitumia kwa watu, asema labda kuna kusudi la kimungu. Mwingine anaambia unajua utumishi ulionao ni mkubwa mno, ndio maana majaribu na mateso yamekuwa mengi. No. Ujinga ulionao ni mkubwa mno, ndio maana majaribu na mateso yamekuwa mengi. Pata elimu ya kimungu, ujinga ukiondoka. Ndio maana hata Mwalimu Nyerere alitusaidia. Anasema tunao maadui 3 wakubwa: ujinga, maradhi na umaskini. Ujinga ni adui. Kwa hiyo nisema niliweke hilo sawa. Kwa hiyo usikubali mtu yote rafiki akudanganya kwamba wewe unajua niambia niende nikahubiri Iringa, nikahubiri sijui Songea, nikahubiri sijui Mwanza wapi, alafu sikwenda. Kwa kuwa sikukwenda Mungu akanipiga na ugonjwa. Hamnaga kitu cha namna hiyo. Na wengine wanaamini kwamba wakienda kuhudumia watu, kufungua watu, kuombea wagonjwa, kuna kitu kinaitwa roho ya malipizi. Huo ni uongo wa ibilisi. Hiyo ni dhana potofu, ni dhana inayotoka kuzimu. Ngoja nikwambie kitu rafiki. Bwana Yesu anasema hivi katika Luka 10:19. Tazama nimewapa mamlaka
ya kukanyaga nyoka na nge na kazi zote za yule adui, wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. Yesu amesema hakuna kitu chochote kitakacho kudhuru. Anasema nenda kakanyage kazi za ibilisi, nenda kaharibu kazi za ibilisi, nenda kakanyage kazi za nyoka, kazi za nge, ondoa zote, hakuna chochote kitakacho kudhuru. Mimi tangu nimeanza kuhudumu, huu ni mwaka wa almost mwaka wa 10 sasa hivi, kufukuza mapepo, mambo makubwa Yesu Kristo amefanya kupitia maisha yangu. Sijawahi kukutana hata siku moja na roho ya malipizi. Roho ya malipizi inakupata kwa sababu unaamini vibaya. Bwana Yesu amesema hakuna kitu chochote kitakacho kudhuru. Kubaliana. Okay, nikuulize swali. Ni nani mzazi mwenye akili timamu anaweza akamtuma mtoto wake akaingize mkono kwenye shimo la nyoka, ama aenda akachokonoe mzinga wa nyuki? Sasa Mungu baba yako anawezaje akakutuma wewe uende ukafungue watu wa magonjwa, ukafukuze mapepo, alafu aruhusu mapepo hayo yaje akushambulie wewe ama ashambulie familia yako? Umekuona wapi kitu cha kipumbavu namna hiyo? Yaani inabidi uwe umekunywa sijui kitu gani ama umevuta kitu gani ili uweze kufikiri namna hiyo. Stop it. Huo ni uongo wa ibilisi. Ibilisi anataka uendelee kukaa chini ukubali magonjwa akuchezea anavyotaka. Mwambie nimejua, sidanganyiki. Okay, hilo nadhani nimeeleza vya kutosha. Nataka niende kwenye kipengele kingine. Kwenye swala la mapenzi ya Mungu tumeliangalia tangu tumeanza. Tumani mapenzi ya Mungu wewe upone. Na tukaona kwamba Yesu alivyokuja alikuwa anasema nimekuja niyafanye mapenzi ya baba yangu. Na chochote ambacho Bwana Yesu alikuwa anakifanya ilikuwa ni nini? Yesu ni mfano wa Mungu asionekana. Kwa hiyo ina maana alikuwa anafanya kwa sababu Mungu amemwagiza kufanya. Kwa hiyo hilo swala la mapenzi ya Mungu tumeshaelewa kwamba Mungu anataka watu wote wapone, magonjwa yote, maradhi yote. Hilo tunaliweka pembeni. Nataka tuende kwenye swala la imani. Watu wengi wanasema labda sina imani. Sasa hapa nataka nikueleweshe vizuri. Imani ya kweli, watu wengi sana wana imani kwenye imani yao. Nisikilize vizuri. Usiwe na imani kwenye imani yako. Kuwa na imani kwa Yesu Kristo. Kuwa na imani kwa Yesu Kristo. Okay. Umesikia habari njema. Ukisikia habari njema kuhusu Yesu unaamini. Twende nikakuonyesha, twende kwenye Wagalatia 2. Nitakuonyesha sehemu kama 2 hivi alafu tutapiga hatua. Tufanye hivi, tuanze kwanza kwenye Warumi. Haleluya. Warumi mlango wa 10 mstari wa 17. Anasema hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Naomba nisome kwenye Biblia ile ya Biblia ya habari njema, tafsiri ya Biblia ya habari njema. Anasema hivi: hivyo basi imani inatokana na kusikia ujumbe, na huo ujumbe unatokana na neno la Kristo. Kwa hiyo anasema imani chanzo chake ni wewe unaposikia habari njema inayomhusu Yesu Kristo, sio kitu kingine chochote. Na somo lililopita tuliona kwamba Yesu Kristo Mungu amemfanya kuwa mkuu, Mwokozi, mponyaji, mfunguaji, mstawishaji na kadhalika. Chochote anachokitaka ndicho ambacho Yesu amefanya. Kwa hiyo nitakapoamini kuwa Yesu Kristo ana uwezo wa kuniponya, ana uwezo wa kunifungua, nitakaposikia hiyo habari alafu nikakubaliana nayo, ambayo inaitwa kuamini, napewa zawadi ya imani. Na kwa sababu hiyo basi imani ya kweli ya kibibilia ya Kikristo, imani itakupeleka kwa Yesu. Tafute mahali pa kuandika hapa. Niandike hapa juu. Imani inakupeleka ama itakufanya uende kwa nani? Kwa Yesu. Kwa Yesu Kristo. Hiyo ndo imani ya kweli. Si imani siku zote, imani ya kweli, imani ya kibibilia itakufanya uende kwa Yesu Kristo. Ukiona imani haijakupeleka kwa Yesu Kristo, hiyo sio imani. Sasa twende Wagalatia 2 nikuonyeshe kitu.
Wagalatia mlango wa 2, twende mstari wa 16. Anasema hivi: hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Anasema hivi: ninapomwamini Yesu, nitafute mchakato hapa. Niandike hapa. Ninapomwamini nani? Yesu. Napewa nini? Napewa imani. Si iko hivi rafiki, nimesikia habari njema zinazomhusu Yesu kuwa ni mponyaji na mfunguaji. Ninapoamini ama ninapokubaliana na hicho nilichokisikia, napewa zawadi ya imani. Imani ni zawadi. Imani ya nani? Napewa imani ya Yesu Kristo. Sio imani yangu mimi, imani ya Yesu Kristo. Alafu hiyo imani ya Yesu Kristo, ndio nayoitumia kupokea uponyaji wangu, ndio nayotumia kupokea kufunguliwa kwangu. Sikuwa unanielewa rafiki? Nimesikia habari njema inayomhusu Yesu kwamba ni mponyaji, kwamba anafungua watu, kwamba Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele, na kwamba leo hii yuko ndani ya mtumishi, yuko hapa duniani, yuko tayari kupitia roho wake, yuko tayari kuniponya. Nikaamini, hiyo imani itanipeleka kwa Yesu. Nikakubaliana na hicho nilichokisikia, napewa zawadi ya imani. Ile zawadi ya imani nikipewa, ile zawadi ya imani inanipeleka kwa Yesu. Kwa hiyo nikienda kwa yule mtumishi, kumbuka tuliona Yesu Kristo yuko ndani ya mtumishi, yuko ndani mwake. Kwa hiyo mtumishi akinyanyua mkono akaweka, maana yake ni Yesu Kristo amenyekewa mkono. Mtumishi akifungua kinywa akanitamkia uzima, maana yake ni Yesu Kristo amenitamkia uzima. Siko unanielewa rafiki? Nikitumiwa nguo imetoka kwa mtumishi, maana yake ni kwamba kama vazi, tunaona watu waliponywa kwa Yesu kuongea, kwa Yesu kuweka mikono, na kwa wao kumgusa. Kwa hiyo nikitoa kwa mfano vazi langu, shati la kwangu, nikakutumia wewe likaja hapo, ukiligusa lazima upone. Kwa sababu gani? Mimi na Yesu tu mmoja. Yesu yuko ndani yangu na mimi niko ndani yake. Tuko sawa rafiki? Sasa sikiliza hii. Ninaposikia habari njema inayomhusu Yesu Kristo, nikakubaliana nayo kwamba kweli nimesikia ni mponyaji, na nakubali kwamba pia nimeshawishika iko tayari kuniponya na anao uwezo wa kuniponya, napewa zawadi ya imani. Hiyo imani sasa ndio itakayonipeleka kwenda kwa nani? Kwa Yesu. Imani sio ya kwangu, ni imani ya Yesu Kristo, sio imani yangu mimi. Kwa imani ya kweli imeelekezwa kwa Yesu. Usiwe na imani kwenye imani yako. Shida ya watu wengi wana imani kwenye imani yao, na watumishi wengi wanafundisha vibaya, wanawafundisha watu kuwa na imani kwenye imani yao. Ukifanya hivyo utafeli, imani yako itashindwa tu. Lakini imani ambayo ni zawadi kutoka kwa Mungu, imani ya Yesu Kristo, kwa kuwa ni zawadi, haishindwi, kwa sababu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Imani ya Yesu Kristo haishindwi. Baada ya kusema hayo, tena nikupeleke mahali nikakuonyeshe mfano. Tena kwenye mifano miwili. Twende Mathayo 9. Wakati tunaelekea kwenye Mathayo 9, nataka nikuonyeshe kitu kimoja. Swala la kupona tuliangalia kwenye somo lililopita. Wakorintho wa 2:6 mstari ule wa kwanza na wa pili, anasema saa ya wokovu ni sasa. Siku ya wokovu ni sasa. Kwa hiyo tunavyoenda kuangalia habari za Yesu, nataka uangalie kitu kimoja. Utaona kuhusu mapenzi ya Mungu, utaona kusudi la kimungu, utaona kuhusu imani, utaona kuhusu muda. Twende Mathayo 9 na mstari ule wa 20 ngapi? 27. Anasema hivi: Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea. Yesu akawaambia, muamini, unaona? Muamini kwamba naweza kufanya hili? Wakamwambia, naam Bwana, tunaamini. Kumbuka, ukiamini kuwa Yesu ana uwezo wa kufanya kwako, then unapewa zawadi ya nini? Ya imani. Alafu hiyo imani ndio inayopokea uponyaji. Kwa hiyo sikia hii sasa. Nitarudia tena ule mstari wa 28. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea. Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Wakamwambia, naam Bwana. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate.
macho yao yakafumbuka, naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue. Okay, vitu kadhaa nataka tuviweke sawa hapa haraka. Anawauliza, mnaamini naweza kulifanya hili? Wanasema ndio Bwana, tunaamini. Bwana Yesu wanaposema tunaamini, maana yake ninasema ndio Bwana, tunakubaliana na hicho tulichokisikia, kwamba tunakubali kwamba unao uwezo wa kutuponya, una uwezo wa kufungua macho yetu. Walipokubaliana na hilo, wakapewa zawadi ya imani na Mungu. Imani ya nani? Imani ya Yesu Kristo. Yesu anawagusa macho, anasema sawa sawa na imani yenu mpate kuona. Sasa wengi wakisikia wanasema tunaona ni imani yao. Yes, ni imani yao, lakini walitoa wapi? Ngoja nikwambie kitu rafiki. Kwa mfano hichi kibiblia ninachokitumia kusoma, nikichukua nikakupa, nikasema ndugu, hii ni zawadi nakupa wewe. Hii tablet ninayotumia, hii simu ninayotumia kusomea Biblia, nimeona nikupe, ni zawadi. Nikakupa, ukaipokea, kwa hiyo maana yake ni ya kwako. Alafu baada ya dakika 10 nikakumbuka kwamba kuna kitu nataka kukisoma kwenye Biblia. Nitakwambiaje? Nitakwambia nipe tablet yangu, ama nitakwambia naomba niazime tablet yako. Of course ni hiyo ya pili, kwamba naomba niazime tablet yako. Kwa nini? Kwa sababu nilivyokupa imeacha kuwa ya kwangu na sasa hivi imekuwa ya kwako. Kwa hiyo na hawa watu walivyopewa zawadi ya imani, ile imani imetoka kwa Yesu, imeenda imekuwa ni imani ya hawa watu. Kwa hiyo ni ya kwao. Ndio maana Bwana Yesu anambia sawa sawa na imani yenu mpate. Kwa hiyo nasikia habari njema inayomhusu Yesu, alafu ninakubaliana na hicho nilichokisikia. Nikikubaliana nacho inaitwa kuamini, napewa zawadi ya imani ya Yesu Kristo. Hiyo imani ya Yesu Kristo ndio ninayoitumia kupokea. Twende nikupeleke kwenye mfano mwingine. Twende kwenye Marko mlango wa 5. Nianze mstari wa 25. Tutaenda mpaka mstari wa 30 na ngapi? Nadhani 33, 34. Anasema hivi, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote, wala alivyonavyo kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, zingatia hilo, aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Huyu mama alisikia habari za Yesu kwamba nini? Ukisoma Marko mlango wa 3 kuanzia mstari wa 9 na wa 10, utaona kwamba makutano walikuwa wakimsonga Yesu, na kila walivyomgusa walipona. Kwa hiyo hizi taarifa zikamfikia huyu mama. Zingatia, huyu mama ametumia miaka 12 alikuwa anajaribu kupata uponyaji pasipo imani, mpaka siku aliposikia habari za Yesu, kwamba Yesu watu wanapona kwa maneno yake, watu wanapona kwa yeye kuweka mikono, na watu wanapona kwa wao kumgusa. Kwa hiyo aliposikia hizo habari za Yesu, akakubaliana na hiyo hoja. Alivyokubaliana na hicho alichokisikia, akapewa zawadi ya imani. Hiyo imani sasa ikamfanya aseme, okay, nikienda nikagusa mavazi yake tu najua nitapona. Kilichokuwa kinazungumza nini? Ni imani ya kwake ndio ilikuwa inazungumza, ambayo amepewa kama zawadi kutoka baada ya kuamini kwa Yesu ni mponyaji. Sasa sikiliza hii 27. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu, hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka katika mkutano, akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga-songa, nawe wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyelitenda neno hilo, na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Kilichomponya ninasema imani yako. Kwa hiyo imani ya huyu mama, alipataje imani? Aliposikia habari njema ya Yesu ni mponyaji, kwamba Yesu aliponya watu wote, akaponya magonjwa yote, anaponya maradhi yote na madhaifu yote. Huyu mama akakubaliana na huo ukweli.
Alivyokubaliana na huo ukweli ndio inaitwa kuamini. Akapewa zawadi ya imani. Imani ya nani? Imani ya Yesu Kristo. Zawadi kutoka kwa Mungu. Huitengenezi imani, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Alivyopokea imani ikamsukuma sasa aende kwa Yesu. Kufanya nini? Kwenda kupokea. Kwa imani inakusaidia kupokea, ndio inakufanya wewe upokee. Tunaelewana rafiki? Okay. Na tunaenda vizuri mpaka hapo. Kwa hiyo lazima ukitaka uponyaji wa kitu chochote, sikiliza habari njema inayomhusu Yesu Kristo. Ukitaka kufunguliwa eneo lolote, sikiliza habari njema inayomhusu Yesu Kristo. Unaanza kusoma na kusikiliza na kuangalia, imani yako itanyenyuka. Utakapokubaliana na hicho ulichokisoma, utapewa zawadi ya imani na Mungu. Ukipewa zawadi ya imani, maana yake chukua hatua kwenda kwa Yesu ili uende ukapokee. Unasema nachukuaje hatua? Very simple. Yesu Kristo kupitia roho wake yuko hapa duniani. Muda wowote, wakati wowote, ukitaka kupokea kitu kutoka kwake, pokea. Na nitakuonyesha muda sio mrefu, lakini nataka uelewe hilo. Sasa nataka uone kitu kimoja. Wale vipofu wawili walivyokwenda kwa Yesu, huoni Yesu akiwaambia Mungu amewapa upofu kwa sababu kuna kitu anawafundisha. Wala huoni Yesu akiwaambia wakati wa kupona haujafika. Siko ananielewa? Wala hauoni akiwaambia kwamba sio mapenzi ya Mungu ninyi mpone. Ukitaka kuelewa mapenzi ya Mungu, ukitaka kuelewa Mungu anafikiria nini kuhusu uponyaji wako, kumwangalia Yesu. Na wote waliokwenda kwa Yesu walipona. Magonjwa yote, maradhi yote, madhaifu yote. Na wakati uliokubalika ulikuwa ni ngapi? Muda ule ulipokutana na Yesu. Kwa muda ambao umesikia habari njema inayomhusu Yesu, alafu ndani mwako kuona yes, na mimi naweza nikapona, huo ndio wakati wako wa kupokea uponyaji. Usiahirishe, usiende nje. Huo ndio wakati wako. Ukakaa mahali ukasikia kwenye mkutano mtu anahubiri, anafundisha, ukachemka kuona mimi na uwezo wa kupona, chukua uponyaji wako faster. Take it fast. Wala usiwazi. Kama ulikuwa uwezi kutembea, anza kutembea. Nitakuonyesha sasa hivi. Take it fast. Yani chukua faster. Usifikiri, usipige hesabu. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja, alafu tutaenda nikuonyeshe, tumalizie na habari ya shaka kidogo. Twende kwenye Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume mlango wa 14. Paulo ameenda Listra. Anahubiri. Anasema mstari wa 8. Matendo ya Mitume 14:8. Story ndefu kidogo. Anasema na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa, yani hajawahi kutembea. 9. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Kwa hiyo Paulo wakati anazungumza habari za Yesu Kristo na habari za ufalme, alivyomwangalia yule kiwete, akaona kiwete ana imani ya kupona. Maana yake imani inaonekana, si? Imani inaonekana. Kwa hiyo anasema nini? Anasema akasema kwa sauti kuu, huyu ni Paulo, simama kwa miguu yako sawa sawa. Akasimama upesi akaenda. Maana yake nini? Huyu mtu alivyosikia habari za Yesu, akakubaliana na kile ambacho Paulo anasema kwamba Yesu aliponya watu wote, aliponya magonjwa yote na maradhi yote. Haleluya, na leo hii na mimi nitapona. Huyu jamaa anaanza kuombea sangapi? Paulo akaiona hiyo. Huyu mtu alivyokubaliana na ule ukweli akapewa zawadi ya imani. Ndio maana Biblia inasema Paulo akaona imani yake. Anasema nyenyuka uende. Akanyanyuka akatembea. Maana yake nini? Nachotaka kuonyesha kitu hichi. Tarajia kupata kitu. Tarajia kupata kitu kutoka kwa Yesu. Tarajia kupata uponyaji wako. Tuko sawa? Sasa shida nyingine inakuja hapa. Watu wengine wanaanza vizuri kwa imani, alafu katikati wanaingiwa na shaka. Na hii shaka inawaondoa kutoka katika nafasi ya kupokea. Na nimekuambia vyanzo vya shaka ni hivi vitu vinne hapa, na vyote sio tatizo. Hakuna mtu aliyekwenda kwa Yesu akataliwa kupona. Hakuna. Hakuwahi kuuliza mtu umeomba leo, umekesha, umefunga, umetubu dhambi zako. Hakuwahi. Hakuna sehemu hata moja. Atakuponya alafu atakwambia enenda usitende dhambi tena. Unasema vipi kutokusamehe? Haiwezi kuzuia wewe kupona. Mungu atakuponya. Bwana Yesu atakuponya. Alafu ukiendelea kwenye kinyongo, ugonjwa utakurudia tena. Hakuna kitu chochote kinachoweza kuzuia wewe usipokee uponyaji wako. Sikiliza maneno ninayosema. Sijasema Mungu asikuponye. Nazungumza wewe kupokea. Kwa sababu kwenye habari ya uponyaji Mungu alishamaliza. Ni swala la wewe kupokea. Twende nikuonyeshe kwenye twende kwenye Mathayo 14. Tuanze mstari wa 22. Ni story ndefu dogo, tutaenda mpaka kwenye kama 28 29 hivi 30. Anasema hivi,
Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba, na kulipokuwa jioni alikuwako huko peke yake, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku Yesu akawaendea, akienda kwa miguu yake juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari wakafadhaika, akisema, ni kivuli ama ni pepo, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. 28. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu yake juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao walikuwako ndani ya chombo wakamsujudia, wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Sikiliza, Bwana Yesu amwambia Petro, njoo. Lile neno la Bwana Yesu lilikuwa lina nguvu, na Petro akaamini, kwa kuwa Yesu ameniambia nije nikitembea juu ya maji, basi na uwezo wa kutembea juu ya maji. Alivyokubaliana hiyo njoo, akapewa zawadi ya imani, akatoka kwenye boti, akaanza kutembea juu ya maji. Baadaye akaingiwa na shaka, hivi mimi nina akili timamu, mawimbi yote na dhoruba yote yanatembea juu ya maji, hivi umewahi kuona wapi binadamu anatembea juu ya maji? Unajua yule ni Yesu anatembea juu ya maji, unajua mimi ni mvuvi. Alivyoanza kuona shaka, kuwa na maswali, imani yake shaka ikamsababisha aondoke kwenye nafasi ya kupokea. Kwa hiyo power ikakata. Power ilivyokata, akapiga yowe. Bwana Yesu akamshika mkono, wakarudi wakitembea kuingia kwenye boti. Alafu Bwana Yesu anamwambia, mbona uliona shaka? Kwa hiyo rafiki, shida ulionayo ni shaka. Shaka inakuzuia wewe kupokea kutoka kwa Mungu. Shaka inakuzuia kupokea kutoka kwa Mungu. Na watu wengi sana, kila mtu aliombewa, kama uliwahi kuwekewa mkono, kama uliwahi kutamkiwa uzima na kuhakikishia kama Mungu aishivyo, uponyaji uliingia. Na uponyaji ulivyoingia ukaanza vizuri. Shida ilitokea kwamba ibilisi akakuingizia shaka kupitia mambo manne, maeneo manne, alafu ukakubaliana naye, ukajiondoa kutoka kwenye nafasi ya kupokea, then uponyaji wako ukakata. Sijui kama unanielewa rafiki. Kwa hiyo ndo bado nasisitiza habari ya kupokea. Swali nauliza watu ni hili, na wewe nikuulize, unadhani ni kitu gani kinasababisha wewe ushindwe kupokea kutoka kwa Mungu? Maana neno liko wazi, hakuna kitu kinachoweza kuzuia wewe kupokea. Sasa ukipewa zawadi unasema nini rafiki? Unasema asante, nimepokea. Kwa hiyo ukiwekewa mkono, amini afya imeingia. Sema asante, anza kumshukuru. Then imani yako itafanya kazi na hiyo power iliyoingia, uponyaji wako utadhihirika. Ama ukitamkiwa kama ambavyo nitakutamkia, amini umepokea uponyaji wako. Kwa sababu gani? Tunaachiliaje imani? Nasema okay, mwalimu, nimekubaliana kwamba Yesu aliponya wote, aliponya magonjwa yote, maradhi yote, hakuwahi kubagua mtu, hakuwahi kumrudisha mtu, hakuwahi kumwambia mtu umechelewa, hakuwahi kumwambia mtu una dhambi, hakuwahi kumwambia mtu wewe ni mbaya, hakuwahi kumwambia mtu wewe hauna imani. Yeyote maadamu ulikwenda kwa Yesu, haijalishi una imani kubwa ndogo, unaweza kuwa na kubwa na ndogo, sababu ni zawadi kutoka kwa Yesu. Yeyote alimwendea Yesu alipona. Kwa hiyo nasema na mimi leo hii najua. Kwa hiyo tukubaliane kitu hichi. Nitaomba mwisho, nitakwambia uchukue hatua. Inaweza ikawa ushike hicho chombo unachosikilizia, ama naweza kukwambia uweke mkono kwenye moyo wako, ama naweza kukwambia uchukue hatua. Hiyo hatua utakayokubaliana uchukue, utakapoifanya jua umeachilia imani yako, ambayo imani ni imani ya Yesu Kristo, sio ya kwako. Umepewa zawadi na Yesu baada ya kukubaliana na ukweli kwamba yeye ni mponyaji, na kwamba Mungu anataka uponye, na kwamba hakuna kitu kinachoweza kuzuia wewe kupona, kwa sababu unaponywa kwa sababu ya utii wa Yesu. Ukishakubaliana na hilo, ukafanya hiyo hatua nitakayokuambia, jua kwamba umepokea uponyaji wako. Baada ya hapo usiruhusu shaka. Sasa nawezaje kuzuia shaka? Anasema lakini bwana nimefanya. Nisikilize.
Kwenye imani tunavyozungumza, hii imani inakusaidia kupokea. Imani inaweza kawa tafuta mahali pa kuandika. Imani yako inaweza ikawa dhaifu, ama imani yako inaweza ikawa ina nguvu. Sasa ni muda tu nakuwa twende kwenye Warumi, nisome haraka haraka alafu. Warumi mlango wa 4. Nianze mstari wa 16. Tutaenda mpaka mstari wa 21. Anasema hivi, inazungumzia habari ya Abrahamu. Anasema kwa hiyo ilitoka katika imani, iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote, si kwa wale wa torati tu, ila na kwa wale wa imani ya Abrahamu aliye baba yetu sisi sote. 17. Anasema kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayataja yale yasiyokuwako kana kwamba amekwisha kuwako. Na labda niseme kitu kimoja. Tuna message tulifundisha inaitwa imani itendayo kazi. Imani itendayo kazi. Tafuta, itakusaidia kwenye eneo la imani. Tafute. Yaani nafundisha ABC zote za imani na utendaji kazi wake na kila kitu. Kwa hiyo anasema hivi 18. Naye Abraham aliamini kwa kutarajia asiweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyoandikwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. 19. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani. Sasa tafsiri ya Kiswahili wamekosea, amesema alifikiri hali ya mwili wake. Tafsiri sasa itakiwe hakufikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara, lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Okay, iko hivi. Imani dhaifu inaangalia mazingira. Sasa mtumishi, kama nimepokea uponyaji wangu, mbona maumivu yamezidi? Mbona vichomi vimezidi? Mbona nimeamka na lile? Mbona sasa? Hiyo ni imani dhaifu. Imani dhaifu inaangalia mazingira. Kumbuka Petro alipoanza kutembea juu ya maji, akaangalia mawimbi badala ya kumwangalia Yesu, alianza kuzama. Kwa hiyo imani dhaifu inaangalia mazingira, inakubaliana na mazingira. Lakini imani yenye nguvu, strong faith, inamtukuza Mungu, inamsifu Mungu, inamtukuza Mungu, inamsifu Mungu, inamtukuza Mungu, inamsifu Mungu. Ili tuone hivi vitu kwa vitendo, twende tu kwenye Luka mlango wa 17. Alafu tuanze mstari wa 11. Sasa unisikilize. Kuna mambo matatu unatakiwa ufanye ili imani yako iwe strong, na ili uweze kutunza uponyaji wako. Sasa unisikilize, nitakuonyesha sasa hivi. Luka 17:11 anasema, ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya, na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Bwana Yesu alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali wakipaza sauti wakisema, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Na hapa ndio ilikuwa fursa nzuri. Uwezo ukaniambia hawa wakoma wote 10 walikuwa wote wanaufahamu sawa sawa, wametokea mazingira tofauti tofauti. Kwa anasema hivi, alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika, na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Kwa anasema mkoma mmoja akarudi akamtukuza Mungu na kumshukuru Yesu. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Sasa ile neno imani yako imekuokoa kwa Kiingereza sema your faith has made you whole, kwamba imani yako imekukamilisha. Kumbuka una wakoma 10. Inawezekana sio tu kwamba walikuwa na ukoma, viungo vimeanza kupotea, pua, mikono, vidole. Kwa hiyo wanaambiwa nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ili nini? Ili iwe ushuhuda kwa makuhani. Wanavyokwenda Biblia inasema walitakasika, wakaponywa. Alafu mmoja akaamua kurudi kwa Yesu, akaenda kufanya vitu viwili: moja, kumpa Mungu utukufu, na 2, kumshukuru Yesu. Nani Bwana Yesu anamwambia kwa kitendo hicho imani yako imekukamilisha. Maana yake nini? Kama alikuwa amepoteza vidole vikarudi. Kama alikuwa amepoteza fedha nyingi sana kwa sababu ya kushughulika na ugonjwa wake, hizo hela zilizopotea Mungu anazirudisha. Kama alikuwa amepoteza marafiki, kazi, ndugu, jamaa, kitendo cha yeye kumtukuza Mungu na kumshukuru Yesu, hivyo vitu vinarudi. Ndio maana nasema to be made whole, kukamilishwa.
Sasa unisikilize, utakapoombewa alafu ukaanza kuona matokeo, kadri utakapokuwa ukimshukuru Yesu, itaendelea kuongeza uwezo wako wa kupokea uponyaji wako. La muhimu sana, unaposhukuru unaongeza uwezo wako wa kupokea. Unapomtukuza Mungu unaongeza uwezo wako wa kupokea. Kupokea nini? Kupokea uponyaji wako. Sasa hawa watu walirudi kwa Yesu. Huyu Msamaria alirudi kwa Yesu, akamtukuza Mungu na kumshukuru Yesu. Nimeona watu wengi wanaombewa kama vile ambavyo tutaomba baadaye. Mtu anapata uponyaji, hata kuwa na decency ya kurudi kwa mtumishi, kumtumia message, kumpigia simu, kumwambia mtumishi nashukuru nimepona, hana. Hiyo ni ovyo kabisa. Ndicho ambacho Yesu kinamkera hapa. Na anasema aliyerudi ni Msamaria. Maana ni kwamba wale wengine 9 walikuwa ni Wayahudi. Na problem tunao, watu waliokoka wanaombewa, wanapona, alafu harudi kuleta ushuhuda. Kwa hiyo ukitaka kutunza uponyaji wako, ukitaka imani yako iwe strong, ukitaka kuongeza uwezo wako wa kupokea, hakikisha unamtukuza Mungu, hakikisha unamshukuru Yesu. Na anasema kumbuka huyu mtu alirudi kwa Yesu kwenda kumtukuza Mungu. Kwa hiyo unaporudi pale ulipoombewa kwenda kutoa ushuhuda kwamba Mungu ameniponya, hiyo ndio inaitwa kumtukuza Mungu. Anza sema, kama maumivu yameondoka kwa 40%, 50%, sema. Kama uvimbe umepungua kwa 70%, sema. Kama umepona kabisa, sema. Rudi pale ulipoombewa, nenda kaeleze, nenda rudi pale ukampe Mungu utukufu pale ulipohudumiwa. Hiyo ni siri ya kutunza uponyaji wako. Lakini pia nenda umshukuru Yesu. Sema, namshukuru Bwana Yesu, ninamtukuza Mungu kwa sababu ya uponyaji. Anzia nyumbani kwako, lakini hakisha umechukua hatua, umeenda. Kama hao watu wako mbali, kama hivi tumekuombea kupitia labda kwenye DVD, kwenye mtandao, andika message. Kuna WhatsApp, kuna SMS, kuna Facebook, kuna email, kuna kupiga simu. Do something, litakusaidia kutunza uponyaji wako. Sio unanielewa rafiki? Usiache kurudi kule ulikohudumiwa, kwenda ukampa Mungu Yes, mpe Mungu utukufu nyumbani kwako. Mshukuru Bwana Yesu nyumbani kwako, lakini pia chukua hatua, nenda kule ulipoombewa, ama piga simu, ama andika message. Usikae kimya. Hiyo inakusaidia kutunza uponyaji wako. Lakini itasababisha pia ukamilishwe maeneo mengine. Madhara yote yaliyotokana na wewe kuumwa, na wewe kupata hicho kifungo, yanaondoka, unarudishiwa. Kama ulipoteza fedha, zinarudi. Kama ulipoteza marafiki, wanarudi. Kama ulipoteza mali, zinarudi. Jambo lingine la muhimu ni hili. Twende kwenye Marko 5 na la mwisho. Marko 5 kuna story ya mtu alikuwa na pepo, majeshi yale Wagerasi. Yale mapepo alivyotolewa, sasa kwa sababu hatuna muda, nataka nikasome moja kwa moja kwenye pointi. Anasema na mstari wa 15, Marko 5:15. Anasema wakamwendea Yesu, wakamwona yule mwenye pepo ameketi amevaa nguo na akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi. Wakaogopa, na wale waliokuwa wameona waliwaeleza ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo na habari za nguruwe. Wakaanza kumsihi aondoke mipakani mwao. Kwa hiyo wamemwona yule mtu amepona, alikuwa na kichaa, alikuwa na majeshi zaidi ya mapepo 6,000. Kwa hiyo wanamsihi Yesu aondoke. Naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye, lakini hakumruhusu, bali alimwambia, enenda zako nyumbani kwako kwa watu wa kwenu, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokuhurumia. Najua ameandika kurehemu, lakini jinsi alivyokuhurumia. Anasema akaenda zake akaanza kuhubiri katika Dikapoli na mambo gani makuu Yesu aliyomtendea, watu wote wakastaajabu. Dikapoli ilikuwa ni miji 10 iliyoshikana. Sikiliza, Bwana Yesu anamwambia hivi, rudi kwenu kwa watu wa kwenu, nenda kawaeleze ni mambo gani ambayo Bwana amekutendea na jinsi ambavyo Bwana amekuonea huruma. Kwa hiyo ili uweze kutunza uponyaji wako na uongeze uwezo wako wa kupokea uponyaji wako na uweze kurejeshwa vitu vyote ulivyopoteza sababu ya ugonjwa, moja,
hakikisha umerudi pale ulipohudumiwa, aidha kwa kupiga simu, kwa kuandika message, ama kwa kwenda mwenyewe ukamtukuze Mungu na kumshukuru Bwana Yesu. Hayo mambo mawili. Alafu la tatu, hakikisha unawaeleza watu wa kwenu na jamaa zenu jinsi ambavyo Bwana Yesu amekuponya na jinsi ambavyo Bwana Yesu amekuonea huruma. Ukifanya hayo mambo matatu, unatunza uponyaji wako, utakaa kwenye afya siku zote. Sio kinyume cha hapo. Hata hizo usiposema utapoteza uponyaji wako. Kinachokufanya usiwaambia watu ni kwa sababu unashaka. Huamini kama umefunguliwa, huamini kama umeponywa. Na moyo ambao hauna shukrani, maana yake ni kwamba ni moyo ambao ni mgumu, ni kama jiwe. Then Mungu atakuacha uende kwenye akili zako mwenyewe. Kwa hiyo ukishapona, hata kama sio kwa 100%, unavyoanza, aliye mwaminifu katika lilo dogo huwa mwaminifu katika lilo kubwa. Luka 16:10. Toa ushuhuda, elezea, rudi pale kwa mtumishi, mtumie message, ambie mtumishi nashukuru nimepona. Una habari na watu wengine unajua kukutana naye asema mtumishi nilipata DVD yako mwaka 2012 nikaisikiza kwa nashukuru, nilikuwa na uvimbe ukaondoka, nilikuwa na hichi kaondoka. Halafu huyu mtu akwaye kusema miaka yote hiyo. Hiyo inaitwa roho mbaya. Unakuwa kama Myahudi, na ni washikadini na wana tabia hizo. Rudi. Nenda piga simu kama uwezi kwenda pale. Waambie jamani, nataka nimshukuru Mungu, nataka nitoe ushuhuda. Nimtukuze Mungu kwa kuniponya. Nimshukuru Bwana Yesu kwa kunifungua, kwa kuniponya. Lakini pia kisha unaenda kuwaambia na wengine hicho ambacho Bwana Yesu amekufanyia, na unawaeleza na wengine jinsi ambavyo Bwana Yesu amekuonea huruma. Wahubiri injili ili na wao watie imani kwa Yesu, na wao wapone, wafunguliwe. Sika nimeeleweka rafiki? Sasa mpaka hapo tumefikia mwisho. Kama una changamoto yoyote mahali popote, nataka leo upokee uponyaji wako. Nataka upokee uponyaji wako. Nitaomba, alafu nitataka ushike hicho chombo ambacho unatumia kusikiliza. Iwe ni TV, iwe ni redio, iwe ni simu, iwe ni chochote kile. Utaweka mkono wako kwenye hicho chombo. Kama uwezi unasema kiko mbali, basi nataka ufanye kitu hichi. Weka mkono wako kwenye kifua chako. Itakuwa ni ishara kwa Yesu Kristo kwamba uko tayari kumpokea yeye kama mponyaji na uponyaji wake, yeye kama mfunguaji na kufunguliwa kwako. Kwa sababu ilikuwa inakusubiri, ila wewe ndio unatakiwa upokee siku ya leo. Na tutakapokuwa tukifanya, ukisikia joto, ukasikia moto, ukasikia umeme, ukasikia kama ganzi mtu anataka kuamka, ukasikia baridi, ukasikia nguvu ikakutikisa, jua huyo ni Yesu anakuponya. Na ukipewa zawadi unasema nini? Asante. Kwa hiyo na wewe utafanya nini? Shukuru. Na ukishashukuru, anza kufanya kitu ambacho ulikuwa hauwezi kufanya. Unapofanya hivyo, unaendelea kuimarisha imani yako. Maana unasababisha imani yako itende kazi na hilo tendo lako unalolifanya, na imani yako inakamilishwa kwa hilo tendo. Kusema Yakobo 2:20 hadi 22. Anasema imani inatenda kazi na matendo yako, na imani inakamilishwa na matendo yako. Kwa hiyo utakapoanza kufanya kitu kidogo, kama ulikuwa uwezi kula, jaribu kula kitu. Sijui kama unanielewa. Kama ulikuwa uwezi kukaa ukaangalia TV, kaa angalia TV. Jaribu kufanya kitu chochote kile unachoweza. Kama ulikuwa una zaidi ya miezi mingapi hujaweka miguu chini ya kitanda, weka miguu chini ya kitanda. Anza kufanya, chukua hatua ndogo ndogo huko, kimshukuru, kimtukuza Mungu na kumshukuru. Baada ya kusema nataka niombe, kwa hiyo nitakapomaliza kuomba, nikikwambia weka mkono kifuani ama weka mkono kwenye chombo unachotumia kusikiliza, ukiweka itakuwa ni ishara kwa Bwana Yesu unampokea kama mponyaji, mfunguaji, naye atakuja mara. Na baada ya hapo anza kaa ukimshukuru, ukimtukuza Mungu, na usisahau kutuletea kuja na kumtukuza Mungu na kumshukuru Yesu. Usisahau kuwaambia ndugu zako na jamaa zako mambo ambayo Bwana Yesu amekutendea na jinsi ambavyo amekuonea huruma. Manake leo lazima ufunguke. Leo lazima upone. Kama uko tayari, ngoja niombe. Usiweke mkono kwenye chombo kwanza mpaka nimalize kuomba, afu nitakwambia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ndugu huyu amesikia habari njema, na mimi nakubaliana na yeye. Bwana Yesu ulisema wawili watakapokubaliana duniani juu ya jambo lolote, wakamuomba Baba afanye, watafanyiwa. Na kubaliana na huyu ndugu kwa ajili ya uponyaji wake na kufunguliwa kwake. Bwana Yesu tunakuomba, ingia ndani ya huyu mtu leo hii kama mponyaji na mfunguaji. Mponye, mfungue kutoka katika vifungo vyote. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninaamuru wewe ibilisi unayemtesa huyu ndugu, fungasha, ondoka na madhara yako yote, na haribu na kusambaratisha kazi zako zote katika jina la Yesu Kristo.
Naamuru uzima kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye unyayo sasa hivi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ndugu, shika hicho chombo, weka mkono wako kifuani. Yes, namna hiyo. Hicho unachokisikia ni Yesu mwenyewe anakuhudumia. Anza kumwambia asante Yesu. Anza kumwambia nashukuru, asante. Sema napokea uponyaji wangu. Uponyaji huu ni wa kwangu. Anza kushangilia, anza kushukuru. Wakati mimi naendelea kutoa matamko katika jina la Yesu Kristo. Figo, naamuru pokea uzima, anza kufanya kazi sawa sawa. Ini, pokea uzima katika jina la Yesu Kristo. Moyo, pokea uzima katika jina la Yesu Kristo. Kwenye wewe ulipata stroke, naongea na seli za ubongo wako. Naamuru creative miracle. Naamuru seli mpya zitengenezwe katika jina la Yesu Kristo, ziweze kuwasiliana na nerves na mishipa yako ya fahamu katika jina la Yesu Kristo. Misuli, na kuamuru pokea nguvu, pokea uzima, anza kufanya kazi sawa sawa katika jina la Yesu Kristo. Fibroid, uvimbe, na kuamuru yeyuka katika jina la Yesu Kristo. Tumor, yeyuka katika jina la Yesu Kristo. Toka, una nafasi ya kukaa ndani ya mwili huo katika jina la Yesu Kristo. Jicho, na kuamuru funguka. Sikio, na kuamuru funguka. Creative miracle inahitajika sehemu yoyote, na amuru na achilia sasa hivi nguvu ya uumbaji katika jina la Yesu Kristo. Chochote kinachohitaji kufufuka na kiamuru kifufuke sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Tumbo ambalo limekuwa ni tasa, na tamka kuanzia leo hakuna utasa wala mimba kuharibika katika jina la Yesu Kristo. Na amuru leo tumbo lifunguke. Mwakani muda kama utakuwa na mtoto katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Addiction, kichaa, wazimu, toka katika jina la Yesu Kristo. Achilia hao watu katika jina la Yesu Kristo. Naamuru uzima sasa hivi. Naamuru uzima sasa hivi. Naamuru uzima sasa hivi. Ndugu, inuka, anza kufanya kile ambacho ulikuwa huwezi kufanya. Anza kushangilia, anza kumtukuza Mungu. Sukari, toka katika jina la Yesu Kristo. Kansa, toka katika jina la Yesu Kristo. Ukimwi, toka katika jina la Yesu Kristo. Pressure, toka katika jina la Yesu Kristo. Ondoka. I don't care hepatitis, sijui rheumatism, chochote ambacho kinashambulia kiungo na mwili wa huyu ndugu, na kuamuru toka katika jina la Yesu Kristo. Huna nafasi wala mamlaka ya kukaa hapo. Toka katika jina la Yesu Kristo. Huyu mtu ni huru, amenunuliwa na Yesu Kristo kwa damu ya thamani, sio wa kwako ibilisi. Huyu ni wa Yesu, unaachilia chombo cha Yesu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Meno, na kuamuru pokea uponyaji wako. Meno yaliyotoboka, na amuru yajae sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Yes. Moyo wenye tundu, na amuru uzibe sasa hivi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Moyo uliojaa maji, mapafu yaliyojaa maji, na amuru kunyauka na kukauka sasa katika jina la Yesu Kristo. Athma, na kulaani, na kuamuru toka katika jina la Yesu Kristo. Ondoka sasa hivi, wala usikae. Mifupa yote na joints zote ambazo zina shida, katika jina la Yesu Kristo na amuru toka katika jina la Yesu Kristo. Ibilisi na kazi zako, na amuru uzima, na amuru creative miracle kwenye hizo joints katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ulcers, ondoka katika jina la Yesu Kristo. Usikae katika huo mwili katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Fungasha, ondoka. Yes. Baba, asante kwa ajili ya kazi kubwa ambayo umefanya. Bwana Yesu, tunakushangilia. Tunapokea uponyaji, tunapokea kufunguliwa kwetu. Nasema asante kwa jinsi ambavyo umemhudumia huyu ndugu. Asante kwa vile ambavyo nguvu yako na uwezo wako unaendelea kuhudumia. Na alishangilia jina lako. Baba, ninakutukuza. Bwana Yesu, tunasema asante. Roho Mtakatifu, asante kwa uaminifu wako. Asante kwa neema yako ambayo inamgubika huyu ndugu. Haleluya. Mpaka hapo rafiki, tumefika mwisho. Nikukumbushe tu ya kwamba Yesu ni Kristo na Bwana, na ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na jina langu naitwa Huruma Gadi. Usiache kutuandikia, usiache kutushirikisha yale ambayo Mungu anafanya na amefanya katika maisha yako, yale ambayo Bwana Yesu amefanya na anaendelea kufanya katika maisha yako. Amen.